Habari za usiku, karibu sana. Mimi ni Kennedy Moses. Baadhi ya wachambuzi wa soka watakaokuwa sehemu ya timu kubwa ya Azam TV kwenye kombe la dunia wamedhamiria kuwapa watazamaji wa Azam TV na wapenzi wa soka kile ambacho kitakonga nyoyo zao kwenye uchambuzi wa fainali za kombe la dunia ambazo mechi zake zote 104 zitakuwa mbashara ndani ya Azam Sports 2 na Azam Sports 4 HD. Hatua kubwa mno kwa sababu kwa kawaida kombe la dunia kwanza uwekezaji wa kutosha unatakiwa, lakini hilo halitoshi. Unaweza kuwa na uwekezaji alafu uwe na ushawishi wa kuweza kupata hiyo haki kuonyesha mechi zote, kwa sababu kwa kawaida kombe la dunia miaka iliyopita na tunafahamu ni kwamba huwa state institutions ndio huwa zinapata kwa sehemu baadhi ya mechi, hampati zote, lakini kupata taasisi binafsi, alafu taasisi hiyo ipo Tanzania, Azam Media ya kampuni ya Kizawa, mechi 104 kwa anayefahamu vizuri juu ya siasa za kombe la dunia, ugumu wake, hii sijui usemeje, kongole kwa Azam Media na management yake kutuletea hili, kwa sababu mwisho wa siku kwa lugha nyepesi kabisa unaweza kusema kombe la dunia lipo Azam Media, kombe la dunia lipo Tanzania. Mechi 104 ni rekodi, kwa sababu kombe la dunia kwa hili linalokwenda kufanyika kuanzia tarehe 11 haijawahi kuwa hivyo tangu kuanzishwa kwake mwaka 1930, kwamba timu mataifa 48, kwa hiyo mechi zipo 104. Alafu ndo katika wakati ambao taasisi kutoka Tanzania inapata haki hizi zote za kuonyesha mechi 104 kuanzia ufunguzi mpaka mechi ya mwisho. Hilo ni jambo kubwa sana. Hii ni tofauti sana kwa sababu tunaitasibisha na nyama ya mifupa kubebwa kwenye gazeti. Sio kitu cha kawaida, kwa maana kubadilishana uzoefu kuanzia kupata matangazo moja kwa moja kwa kila Mtanzania kupitia Azam TV, lakini pili ujuzi, uchambuzi wa moja kwa moja wa Kiswahili na Waswahili wenzenu wanaojua utamaduni na huko mnakokutaka kweje, pili. Lakini tatu ni uhondo kwa upana wake, kwa maana ya kwamba mechi 104 kuzipata kupitia Azam TV kwa uchambuzi ni uchaguzi, maana yake kama unataka kwa lugha ya Kiingereza ama unataka kwa lugha ya Kiswahili ni chaguo lako mtazamaji. Lakini pili ni kubadilisha tamaduni za dunia. Kwa mara ya kwanza World Cup ambayo inachezwa mataifa matatu, lakini ratiba ikiwa imebadilika, lakini uhondo ukiwa umekoza zaidi kuelekea hii michuano, ni moja ya kitu ambacho kinaweza kuwa chagizo. Lakini kubwa ni kupata ufundi, utundu wa sanaa ya lugha, namna ya kuyapata mambo kwa wepesi, na hasa kwa wachambuzi ambao wameongeza nguvu ya uchambuzi kupitia Azam TV. Hilo pia linatengeneza upekee, ndio kitu ambacho kinasukuma michuano hii kuwa na utofauti mkubwa haswa. Lakini pia ni thamani kubwa isiyo na thamani, 28,000 michezo 108 ya World Cup kwa lugha unayoiweza wewe, kwa maana Kiswahili, ama kwa lugha ambayo unaweza wewe kwa maana Kiingereza. Sio kitu cha kawaida, sio kitu cha kawaida. Kwanza kuzipata mechi zote katika sebule yako, kitu kina thamani kubwa sana. Mimi siku inatangazwa kwamba mgeni amefika, ile siku nilirudisha kumbukumbu nyuma sana za mateso ambayo yalipatikana wakati huo watu wanapanga foleni kwa kina Shehe Haya, unajua ndio tuko toka huko, unajua watu wanapanga foleni kwa kina Shehe Haya kwa ajili ya kuangalia kombe la dunia. Sasa unakaa nyumbani kwako unaangalia, kwa hiyo kitu kikubwa sana. Lakini hii timu ambayo imekusanywa, ambayo imekuwa kiuishi mpira kwa siku zote, itamfanya mtazamaji apate zaidi ya kile ambacho kiona kwenye screen. Nafikiri kila tukio lote ambalo linafanyika wakati ukiwa umesogea, of course kuna mabadiliko ambayo yanatokea. Hata kwenye ukuaji wa binadamu, kwenye maisha ya kila siku, lazima kuna mabadiliko. Kwenye mpira kama mpira wenyewe kuna mabadiliko ya teknolojia, ya viwanja, namna ambavyo mashindano yameandaliwa. Tuliona surprise ya mashindano yaliyopita, namna ambavyo teknolojia kubwa ilitumika kwenye kuandaa viwanja. Kuna surprise kubwa kuona mataifa ambayo tunasema ni mataifa yaliyoendelea kwa kiasi kubwa duniani, Marekani, Mexico na Canada. Obvious kuna surprise kubwa ya kusubiri na kuona wametuandalia kitu gani. Lakini timu zenyewe viwanjani, kuna wachezaji ambao wana excitement ya kwenda kucheza kwa mara ya kwanza kwenye level ya mwisho kabisa ya mpira wa miguu duniani. Kwa nafikiri hata kama umeona World Cups ngapi zilizopita, bado haikupi ile shauku na utayari wa kuona mwaka huu ni kitu gani ambacho kinaweza kutokea. Nao baadhi ya wanahabari nchini wameipongeza Azam TV kwa kufanya utambulisho mkubwa wa jopo la watangazaji na wachambuzi watakaohakikisha wanamfikishia mtazamaji burudani ya kombe la dunia kupitia uchambuzi wa matangazo mbalimbali ya mechi zote 104 za michuano hiyo.
Kwa watu waliowatambulisha, inaona ni kwa namna gani Azam wamejiandaa kuwapa Watanzania burudani. Hakuna asiyemjua Shafi Dauda, hakuna asiyemjua Edo Kumwembe, hakuna asokuwa anamjua Abisai, hakuna, na wachambuzi wengi waliotangazwa pale. Unaona ni jinsi gani Azam wamejiandaa kuwapa Watanzania burudani, na hii ni ile dhamira yao kubwa ambayo inasema burudani kwa wote. Kwa hiyo kwa ile panel ambayo ipo pale, kuna watu wazoefu kama wakina Shafi Dauda, lakini yuko Frank Domayo hapo, ni mchezaji ambaye ana experience, yuko Minali, ni mtu ambaye ametoka kwenye burudani, ameingia kwenye mpira. Unaona ni namna gani walivyofanya mseto kwa ajili ya kuwaunganisha watu kwa ajili ya kuja kuwapa burudani wa Tanzania. Ukisikia Azam TV burudani kwa wote, ni hii ambayo wanaenda kuipata wa Tanzania kwenye kombe la dunia kwa mwaka huu. Unajua siku zote Bichuka kuna hamu vile vile ya kumsikiliza Remi Ongala au kumsikiliza Ngulumo. Sasa Mwiduke mimi ananikosha sana, lakini Edo Kumwembe, unajua sifa ya kuuza samaki kwanza uwajue majina. Kole Tasi Kibua, mkangaji waenda mambo kaja. Mimi yule bwana nishasafiri naye mpaka Ulaya, Spain, Santiago Bernabeu. Yule bwana kwanza yeye ana maradhi ya kupenda soka. Ukiangalia kama vile bosi wangu vile bwana Shafi Dauda Kajuna, lakini bila kumsahau tena kuna mtu mwingine pale Mulo vile yuko sawa. Nikisema yuko sawa kwa sababu gani? Kwanza Azam wao hawabahatishi. Azam ni sawa na maji, kama ukunywa utaoga, kama ukuoga utafulia, na kama kufulia utapikia. Mimi nawafagilia sana Azam. Ni rekodi pia, ni kwa mara ya kwanza chombo cha kikubwa cha Azam kuonyesha michuano mikubwa. Unajua Azam ni sisi wazawa, so tunafurahia kuona Azam wakituletea burudani tukiwa nyumbani. Tunafahamu uzoefu madini walionao hawa wachambuzi akiwemo Shafi Dauda. Naamini tutaenda kupata test nzuri ya kiuchambuzi, simulizi tulikotoka, tulipo na tunakoelekea, kwa sababu wao wameshuhudia. Ukizungumzia Edo Kumwembe, Shafi ni waandishi waandamizi ambao wameshuhudia finali nyingi za kombe la dunia. So kupitia Azam TV tunakwenda kushuhudia michuano hii mizuri, lakini pia na uchambuzi uliotukuka kupitia wachambuzi nguli kabisa tulionao hapa nchini Tanzania. Nizungumze na Philip Nkini sasa, mchambuzi wa masuala ya soka, kuweza kusikia kutoka kwake hicho ambacho tuko tunakijadili hapa, ama kusikia mtazamo wa maingizo mengine na wadau wa habari. Karibu sana Nkini. Asante kaka. Vipi? Safi, mambo yanaenda vizuri. Fresh kabisa. Tuliona jana kuna maingizo kama Edo Kumwembe, Shafi Dauda na wengine akiwemo pia Minali. Tumemwona hapo Ramadhan Baduke, Osman Bemelengo ambaye pia ni kocha wa timu ya vijana pale Azam FC, atakuwa sehemu ya jopo ambalo litaungana nasi kwenye matangazo haya na uchambuzi wa kwa maana ya FIFA World Cup. Nini wanakwenda kuongeza cha tofauti namna ambavyo unawafahamu? Moja, wanaenda kuongeza kitu kipya kwenye uchambuzi wa soka. Unajua tofauti na kipindi kingine, huu ni mseto tofauti kabisa. Ni mseto ambao kila mmoja ana kitu kipya ambacho mtazamaji akiwa anatazama, akiwa anasikiliza atakipata. Ukimzungumzia Shafi, unazungumzia watu ambao ni legend kabisa kwenye uchambuzi wa soka. Unamzungumzia Edo, ameanzia uchambuzi wake kwenye magazeti, amekuja kuhama kwenye redio, kwenye TV, kila sehemu ameshakava. Ni mtu ambao tayari ana uzoefu wa kutosha. Lakini pia kama nilivyokuambia jana, wana mashabiki wengi. Yaani mashabiki wao wako tayari kuwasubiri saa 8, saa 9 ili kuona kile ambacho watazungumza. Unajua tofauti ya michuano hii na michuano mingine ni kwamba kwanza ipo kwenye kipindi ambacho watoto wengi wamefunga shule. Shule nyingi nafikiri zinafungwa kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo watakuwa nyumbani muda mwingi. Tutakuwa nao sana. Tutakuwa nao sana. Kwa hiyo ule muda wa kukimbizana nao waende wakalale, nafikiri kuna wazazi wengine watapoza. Kwa hiyo wanahitaji watoto nao kupata ule uelewa mzuri zaidi wa soka. Wakirudi shuleni wapate nafasi ya kuhadisia. Watapata wapi? Lazima wapate kupitia Azam TV ambao itawalazimisha kukaa sebleni kwao waweze kutazama mechi tofauti. Na kama Azam TV wasingekuwa na hii right, na maana mzazi alikuwa anatoka anamwacha mtoto ambao anataka kuangalia mechi sebleni. Kwa hiyo nafikiri ule uchambuzi ambao wataupata utaendelea kuongezea uelewa. Wakirudi shuleni watakuwa na uelewa mpana zaidi wa finali za kombe la dunia kuliko kipindi kingine chote ambacho watoto wamekuwa wakifuatilia michuano hii. Najaribu kuangalia kwa namna ambavyo mambo yapo mpaka sasa, walioongezwa kwenye jopo la wachambuzi na watu wengi wanaonekana wamepokea kwa mtazamo chanya hili. Tumesikia pia maoni ya wanahabari kutoka vyombo vingine vya habari, lakini bado wanaona hii itakuwa ni nzuri zaidi. Unadhani kwa nini wanaona hivyo? Maana si Azam TV peke yake ambaye anafanya. Wanaona kwa sababu ya ule ubora ambao watu waliochaguliwa wanao.
Ndio maana nikakwambia mwanzo, hakuna hata mmoja ambao unaweza kupata doubt kuhusiana na uchambuzi wake wa soka. Hakuna hata mmoja ambao unamuona ni mgeni labda anakuja kwenye comment usiyosema Azam TV huyu anaenda kumfundisha. Kila mmoja ambao yuko pale, ukisoma hata zile comment kwenye page za Azam, unaona kwamba anafurahia uwepo wa wale watu pale. Kwa nini? Kwa sababu kwanza washatengeneza jina, lakini wakalitengeneza jina kwenye nidhamu. Yaani kuna uchambuzi ambao mtu anaweza akapata nao doubt akasema huyu bwana anaweza asitupe kitu ambacho tunakihitaji. Lakini kwa wale wote ambao unaona pale, wote wamekuwa wachambuzi, lakini wachambuzi wenye nidhamu. Yaani kila mmoja anaweza akamfuatilia. Uwe shabiki wa Ujerumani unaweza kumfuatilia, uwe shabiki wa Spain unaweza kuwafuatilia, kwa sababu ni watu wengi ambao wamenyooka. Yaani wamenyooka kukupa uchambuzi, wanakupa uchambuzi ambao ni wa kweli badala ya kuweka ushabiki mbele. Nafikiri hicho ni kitu kikubwa sana ambacho kwenye kuelekea finali za kombe la dunia watazamaji wengi wanataka kukisikia. Wanataka kupata watu ambao wamenyooka, ambao watawapa madini ambao wanaamini wameyafanyia uchunguzi wa kutosha. Shukrani sana Kini. Tupata sana mwingine kwa kujadili mengi zaidi. Tuangalie maoni yako na kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook na Instagram, Azam TV TZ na Azam TV Sports. Swali letu lilikuwa lina hoja ama kutaka kufahamu kutoka kwako kwamba je, kombe la dunia bado siku 7 kipute kianze, ni kipi unakisubiri kwa hamu kutoka kwa watangazaji na wachambuzi wa Azam TV? Swali muuliza hivyo, tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tukianza na Instagram, Azam TV Sports, Malik Hussein anasema kikubwa anasubiria weledi wa wachambuzi wote watupe madini ndani ya dakika 90, lakini pia historia za timu na tamaduni zao. Shanal Nyone anasema uchambuzi wenye weledi na utakaosaidia Watanzania kuwa na ufahamu wa kina wa michuano husika. Lakini Komban Sanga yeye anasema just waiting to see how simple and difficult it will be for them to pronounce Japanese names, Korean names as well as Croatian names, lakini natumai watafanya poa. Mungu abariki kazi ya mikono yao. Hai, alivyoandika Kimombo nikajua hafahamu lugha ya Kiswahili, lakini anachosema yeye anasubiri kuona namna ambavyo atakuwa anaona changamoto watakazokuwa wanakutana nazo watakaokuwa wanatuletea matangazo haya kwenye kutamka majina ya Kijapani na Kikorea, lakini pia ya Croatia ambayo mengi unakuta ni K inasomeka kama C na C inasomeka kama K. Tuangalie Facebook sasa. Azam Sports anaitwa Emmanuel Mwamboto anasema Wakatela Ntaba Busokelo Mbeya, nina hamu kubwa sana ya kuona ubora na ujuzi wa viwango vya hali ya juu kutoka kwa wachambuzi wenye sanaa ya mpira kutoka Azam TV, burudani kwa wote. Naomba wadau tununue na kulipia vifurushi tena kwa bei ya kitonga, halafu burudani fuli ujazo 100%. Good luck Pagalo anasema wa Mtwango Njombe, yani Azam TV mmeniweza, maana hata muda wa mapumziko yani half time nitakuwa napumzika. Asema sitakuwa napumzika, maana huo uchambuzi utakuwa wa moto kweli, sio kwa hii combination ya wachambuzi ni balaa. Emmanuel Mtinya yeye anasema binafsi ninachosubiri zaidi ni uchambuzi wa kina kwenye hoja, takwimu sahihi na maelezo ya mbinu za timu na makocha. Pia nataraji utangazaji wenye msisimuko na midahalo itakayoongeza uelewa wa mchezo katika mechi zote 104 za kombe la dunia. Ni maoni hayo ambayo umetuandikia wadau wetu mbalimbali na wanaotufuatilia kupitia channel zetu mbalimbali. Na kocha mkuu wa mafando wa Tanzania Prison Shadrack Nsajigwa Fuso Mwandemele amesema bado wanayo matumaini ya kusalia ligi kuu ya NBC msimu huu ikiwa kila mchezaji atatimiza majukumu yake kadri maandalizi yalivyofanyika katika kipindi hiki cha mapumziko ya ligi. Nsajigwa amesema hayo kupitia kauli mbiu ya haijaisha hadi ishe. Wameamua kushikamana pamoja kati ya uongozi, wachezaji pamoja na benchi la ufundi ili kuhakikisha wanashinda michezo yote 5 iliyosalia wakiwa na matumaini makubwa ya kufanya vizuri. Kakuru Msimu anaarifu zaidi. Ni siku maalumu ya kuongea na vyombo vya habari ambapo kocha mkuu Nsajigwa anatimiza jukumu hilo kwa kueleza mipango na malengo yao. Kwenye uwanja wa mazoezi uliopo mitaa ya Sinde jijini Mbeya, umekuwa ni wakati mwafaka kwake kujiongea mbele ya wanahabari. Hii ni ratiba ngumu, lakini nafikiri lolote linaweza kutokea kama tujipanga vizuri, kama ambavyo mechi ya
mechi na Azam tulicheza vizuri, lakini kwa bahati mbaya tukapoteza. Tumeenda kucheza na Pamba away, tumepata matokeo. Kwa nafikiri inawezekana lolote lile kwenye football. Kikubwa tu ni kuwa tu na ujasiri wa kuamua kufanya, hasa kwa wachezaji. Wakiamua kama ambavyo tuna train, kama tunafanya mazoezi, session zetu zinakuwa nzuri, kama wakihamishia mazoezi kwenye mechi, nafikiri tutafanikiwa. Kama hata tucheze away, hata tucheze nyumbani. Kando naye ni wachezaji wakiongozwa na nahodha Lambert Sabianka, miongoni mwa wachezaji waandamizi. Ushindi wao wa mabao 3-2 dhidi ya Pamba Jiji katika mchezo uliopita umetajwa kuwaongezea morali ya kufanya vizuri. Haijaisha mpaka ishe. Hii ni kauli ambayo sio kwangu mimi tu naitaja, ni hata mchezaji ambaye yuko hapa kwenye timu sasa hivi anaijua hii kauli. Sio tu mchezaji, hadi askari Tanzania nzima anaijua hii, haijaisha mpaka ishe. Sisi tutapambana mpaka tone letu la mwisho kuhakikisha hii timu haishuki daraja. Ukiangalia position niliyopo mimi Prison na mtu ambaye yuko nafasi ya 7 ya 8, yani muda wowote yeye anaweza kaja chini, mimi nikaenda juu. Kwa nafikiri ni ushindani wa ligi. So kama ushindani wa ligi, nafikiri kuna sehemu tulikuwa tunalega. Game ambazo tulitakiwa tupate point tukiwa home, lose inakuja pamoja na kuweka. Huwezi kusema haijaisha bila kufanya kazi. Lazima ufanye kazi, sio maneno tu. Kwa hiyo yale maneno yanakuja ni kama motisha. Lakini kikubwa ni kwenye uhalisia. Watu wanaamua kufanya kazi, wachezaji wameamua kutoa. Ukiangalia morali hata mazoezini unaona morali iko juu sana. Kwenye msimu wa ligi kuu, wajelajela hao wanashika nafasi ya 15 wakiwa na alama 20 baada ya kucheza michezo 25, na bado wanaamini huenda wakajinasua kushuka daraja. Kakurumsim, Azam Sports, Mbeya. Katika hatua nyingine, afisa habari wa Tanzania Prisons Alexander Ngelela amesema kwenye michezo 5 iliyosalia, kamishna jenerali wa magereza Jeremia Katungu ametoa zawadi ya vibali kwa mashabiki kutoka mikoa 9 nchini kuingia bure ili kushangilia timu yao. Ngelela amesema ukiachana na mashabiki, CGP Katungu pia ameahidi zawadi nono kwa wachezaji na benchi la ufundi endapo wataendeleza ushindi katika michezo iliyosalia. Sema tunamshukuru Mungu kwamba kila kitu kinakwenda kama tulivyopanga. Tunamshukuru pia mkuu wa jeshi, kamishna jenerali wa magereza Jeremia Katungu, kwa sababu ametoa vibali takriban mikoa 9 nchini kuhakikisha kwamba mashabiki zake wote wanajitokeza kuja kuishangilia Tanzania Prisons. Mashabiki ambao waliingia katika mchezo wetu dhidi ya Pamba Jiji, asilimia 90 walikuwa ni mashabiki kutoka Tanzania Prisons. Kwa hiyo huo ni muendelezo tu ambao kamishna jenerali wa magereza amekuwa akiendelea kutoa vibali ili kuhakikisha kwamba mashabiki ambao ndio wachezaji wa 12 wanakuwa hawana sababu ya kukosa katika mchezo huo. Kwa hiyo niseme kama Tanzania Prisons, kama uongozi tumejipanga vizuri, bonus zimeendelea kutolewa ili kuhakikisha kwamba wachezaji wanakosa sababu ya kutoshinda mchezo. Imepelekea mpaka wachezaji wenyewe kumshawishi mwalimu na kusema kwamba hawataenda mapumziko na wataendelea kufanya mazoezi na ili kuhakikisha kwamba hizo bonus wanazichukua. Tanzania Prisons hao wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani ambao wamekuwa wakiutumia kwa mazoezi katika gereza la Rwanda ama Sinde pale Mbeya. Niungane na Philip Nkini kuweza kusikia kutoka kwake ama tuchambue kidogo Tanzania Prisons. Nkini, karibu tena kwa mara nyingine. Tanzania Prisons wamekaa katika nafasi ambayo si nzuri sana. Yeah. KMC mambo ni magumu kwa upande wake, lakini pengine ukiacha kilio cha KMC sasa hivi kinachosikika kutoka Dar es Salaam, nyanda za juu kusini, naamini pia Tanzania Prisons kilio hiki bado hakijawaacha. Ni kama bado wanajitafakari. Yeah. Unawaona wakiendelea kusalia ligi kuu kwa michezo waliosaliwa nayo na alama walizonazo mpaka sasa? Yeah. Hauwezi kuwaondoa KMC na Tanzania Prisons sasa hivi. Mahesabu au uhalisia? Uhalisia kabisa, kwa sababu ukitazama alipo Tanzania Prison na aleko juu yake tofauti ni pointi 2. Sehemu ambao unaweza kucheza playoff. Yeah. Kwa bado naamini kwenye pointi 15 ambazo zimebaki, wana uwezo wa kupambana wakapata. Walishinda mechi ngumu zaidi dhidi ya Pamba. Inaonekana wana uwezo pia wa kushinda hizo mechi zingine. Shida ya Prison ni kwamba hawatabiriki ni mchezo gani wanaweza kuokota pointi, kwa sababu
matokeo yao ya ugenini yanaonekana ni bora zaidi kuliko hata matokeo ya nyumbani. Sababu kwenye michezo yao mitano waliobakiza, wamebakiza mechi 2 nyumbani ambazo zina pointi 6, lakini wamebakiza mechi 3 ugenini ambazo zina pointi 9. Sasa karata zao watazipanga vipi, Nsajigwa atapanga vipi na vijana wake, lakini mwishoni unaona kadri siku zinavyozidi kwenda wanaanza performance inaendelea kuwa bora zaidi, kwa sababu mchezo walioshinda ina maana uliendelea kuwapa pressure zaidi kwanza KMC, kwa sababu yeye sasa hivi ashindani tena na KMC. Pointi 20 kwa pointi 9. KMC amesubiri mchezo mmoja tu ili aage msimu wa ligi endapo atapoteza mchezo unaofuata. Kwa hiyo anapambana na waleko juu yake ambao ni Mbeya City na nani. Tofauti ya ligi yetu sasa hivi ni kwamba kama yani pale alipo Tanzania Prisons sasa hivi akikusanya pointi zake zote 15 ana uwezo wa kuja mpaka nafasi ya 7 au nafasi ya 8. Ni rahisi kiasi hicho kwa mechi 5 ambazo zimesalia. Ndio maana nikazungumzia kimahesabu sasa, kwa sababu hao wengine huku juu hawawezi wote wakaacha kushinda kwenye hiyo michezo iliyobaki. Kwa hiyo anachotakiwa yeye kufanya sasa hivi ni kuangalia anapambana na mechi gani ili kuweza kujinusuru kule alipo, kwa sababu hii inakuwa ni mara ya pili. Msimu uliopita pia Prison waliamka kipindi hichi wakaja wakapata nafasi ya kucheza playoff. Kwa hiyo sasa hivi wanatakiwa pia wapambane ili angalau wasiweze kushuka daraja, kwa sababu waleko juu yao pia ni ndugu yao Mbeya City. Kwa hiyo sasa inakuwa ni vita ya mkoa ya kwamba nani anaweza kupambana akamshusha mwenzie chini, mmoja akacheza playoff kuangalia kama anaweza kubaki kwenye ligi. Ushindi uliopata dhidi ya Pamba unatosha kuwapa booster ya wao kufanya vyema kwenye mechi zilizosalia, ukiacha mfululizo mbaya ambao walikuwa nao kwenye mechi takriban 7 kama sio 8. Inaweza kawapa, kwa sababu kwanza nahisi ndio kitu ambacho kiliwafanya wakaamua kutokuvunja kambi. Prison ni moja kati ya timu ambazo hazikuvunja kambi kabisa kwenye kipindi hichi. Waliendelea kufanya mazoezi na nafikiri nia yao kubwa ni kuamini ya kwamba wachezaji wana morali ya kutosha kuhakikisha kwamba wanapambania hizo pointi ambazo zimebaki, kuhakikisha kwamba timu inabaki kwenye ligi. Kwa hiyo ukishapata ushindi kuna kitu unakitegemea kwamba kinaweza kutokea huko mbele. Hawana michezo rahisi hapo mbele. Michezo yao mingi ambao wanakuja kucheza ni migumu, kwa sababu kila mmoja ana matarajio yake tofauti. Unakutana na timu kama Singida ina matarajio ya nafasi ya 4, unakutana na timu kama Dodoma wanaamini nao wana uwezo wa kumaliza kwenye nafasi ya 4. Lakini unakutana pia na timu ambazo ni daraja lako, wanajua kabisa kwamba ukiwafunga wanaweza nao wakashuka chini. Kwa hiyo ni sehemu ambao wenyewe wanatakiwa juhudi zao wenyewe. Yaani Prison sasa hivi amtegemei mtu mwingine. Anategemea akusanye pointi ndio aweze kutoka kule alipo. Asipokusanya pointi na maana hali yake inakuwa mbaya mwishoni mwa msimu. Tuangalie, umegusia hapo kuna ambao wanapambana kwenye nafasi ya 4 pale, lakini tuwatazame hawa watatu wa juu kwa maana ya Yanga, Simba pamoja na Azam. Wote wamesaliwa na mechi 5 kwa kila mmoja na wote wanapambana kuona nani atakuwa bingwa msimu huu, kwa sababu kwa alama ambazo kila mmoja anazo, yoyote ana uwezo wa kuchallenge na kufika mbali. Hawatofautiani sana. Tuangalie mechi ambazo kila mmoja amesalia nazo na tuone nafasi yake ya kutetea kile alichonacho ama pengine kufika mbali zaidi kwenye mechi ambazo zimesalia. Mpaka sasa tunapozungumza takriban raundi 25 zimeshachezwa kwenye muendelezo wa ligi kuu NBC. Nikukumbusha kuna timu 16 kwenye ligi. Timu 10 kila timu inacheza michezo 30. Michezo 15 unacheza nyumbani, michezo 15 unacheza ugenini. Na rasmi sasa kwenye zile timu 16, maana ukijitoa hiyo 16 unacheza dhidi ya timu 15. Mmoja ya nyumbani, mwingine ugenini, unajumlisha mechi 30. Mpaka sasa tunapozungumza kwenye zile mechi 30 tayari kila mmoja ameshacheza 25. Kwa hiyo kama ni safari basi asilimia kama 75 ya safari imeshamalizika. Tuanze kumwangalia mmoja baada ya mwingine tuone mechi zake zilizosalia na namna alivyo kwenye msimamo, nini hatima yake. Huyu ni Azam FC, Juni 12 dhidi ya Fountain Gate, Juni 24 dhidi ya Young Africans, Juni 17 dhidi ya Mashujaa na hii itakuwa away Lake Tanganyika. Alafu pia Juni 27 dhidi ya Coastal atakuwa nyumbani Azam, na Juni 30 dhidi ya Dodoma atakuwa ugenini. Azam muziki bado ni mzito sana kwake, sababu anacheza na Fountain Gate ambao anapambana kutokushuka daraja, bado hayuko sehemu salama kwenye uwiano wa point, lakini anacheza na Yanga ambao anataka ubingwa na mechi itakuwa ugenini. Kimahesabu nafikiri hii mechi haitachezwa Dar es Salaam, kwa sababu nimeanza kusikia kwamba mechi itahamishwa itaenda Mwanza. Kwa hiyo Azam wataenda ugenini zaidi ya pale ambapo wangecheza. Mechi na Mashujaa nayo ukimwona ni timu ambayo imekuwa bora sana nyumbani. Wamepoteza mchezo mmoja tu nyumbani msimu huu dhidi ya Simba. Kwa hiyo wanahitaji kuonesha kitu. Lakini kwenye mchezo dhidi ya Azam unaona ya kwamba Coast Union na Azam, Coast Union amekuwa bora sana na mara nyingi kadri wanapopambana na timu hizi timu 3 za juu wamekuwa wakionyesha kiwango cha juu sana. Kwa Dodoma, nafasi ya Dodoma sasa hivi wanapambana wenyewe wakiamini kwamba wana uwezo wa kumaliza kwenye nafasi 4 za juu. Kwa hiyo kuna kitu kikubwa ambacho Azam anatakiwa kufanya katika ratiba ya mechi zake hizi zote ambazo ziko hapa.
Lakini kwa uhalisia ukiwatazama, kinachowasaidia Azam ni kwamba walishatengeneza gap kubwa sana kati yao na timu ambayo iko nafasi ya 5 ya 4. Kwa hiyo wanatakiwa kuhakikisha kwamba hawadondoshi pointi nyingi kwenye nafasi hii hapa ili wamalize kwenye nafasi ambao walimaliza msimu uliopita. Lakini kama wakichanga karata zao vizuri, unawaona ya kwamba wana uwezo pia wa kumaliza kwenye nafasi ya pili au hata kuchukua ubingwa kutokana na hizi pointi 15 ambazo wanaweza kuzipambania hapa. Pazito hapo. Hem, tumtazame mwingine. Baada ya Azam FC kuna Simba pamoja na Yanga. Nani Simba huyu? Juni 14 atakuwa mzigoni dhidi ya Pamba Jiji na hii itakuwa nyumbani. Baada ya hapo anakwenda ugenini dhidi ya Mbeya City Juni 17, lakini pia Juni 24 atakipiga dhidi ya Mtibwa Sugar na yeye pia itakuwa ni ugenini. Kwa hivyo atakuwa na mechi karibu 2 mfululizo atakuwa anacheza ugenini. Baada ya hapo atarejea Dar es Salaam Juni 27 atakipiga dhidi ya Singida Black Stars. Ni mechi dume na ngumu sana. Na mechi ya mwisho atamaliza dhidi ya KMC ambaye mpaka mechi ya mwisho kama atakuwa amenusurika basi atakuwa ndio ile tunasema. Kiuhalisia mimi siamini kama mpaka hapo KMC atakuwa ameshanusurika kwa sababu hali yake ni ngumu sana. Mechi na Pamba nafikiri ni mechi ngumu sana ambao Simba inabidi wajipange vizuri. Sababu Pamba wameonyesha upinzani mkubwa sana Simba kadri wanapokutana nao hivi karibuni. Mechi ya Mbeya City ndio kile ambacho tunarudi ya kwamba Mbeya City anapambana kutokushuka daraja. Kwa hiyo lazima ahakikishe ya kwamba anakusanya angalau kama sio pointi 3, pointi 1 dhidi ya Simba. Mechi na Mtibwa inarudi kule kama ilivyokuwa kwenye upande wa Mbeya City, nao bado wanahitaji kujiweka vizuri ili wawe na uhakika wa kubaki kwenye ligi. Mechi ngumu zaidi ya Simba inakuwa ni ya pili kutoka mwisho ambao wanaenda kucheza na Singida. Sasa hizi mechi 3 kwa nini zinaongeza ugumu? Hizi mechi 3 zote zinachezwa kwenye muda mmoja. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana hizi mechi Simba wakazishifti kuzipeleka sehemu nyingine katika nje ya mkoa kama viwanja vya Dar es Salaam vitakuwa vimejaa kwa hiyo siku husika. Kwa hiyo ni michezo ambayo yote imekaa kimtego sana ambao huwezi kuamini ya kwamba ukasema leo moja kwa moja ya kwamba Simba ana uwezo wa kumaliza nafasi ya kwanza au ya pili kwa sababu hizi ni pointi ngumu sana na ni mechi 5 ndani ya siku 15. Nafikiri wastani ni mdogo sana wa siku za kujiuliza hapo katikati. Haya, pazito kweli kweli. Tumalize na kinara wa ligi mpaka sasa ambapo tunazungumza kwa maana Young Africans. Tuone mechi zake 5 ambazo zimesalia baada ya kumtazama mtani wake Simba. Je, ni mechi gani ambazo zimesalia 5 kwa upande wa Young Africans ambao na wao watakuwa na shughuli nzito kwenye siku ambazo zimesalia hizo? Ni kama ambavyo unaona hapo. Atakuwa na mchezo Juni 13 dhidi ya Mashujaa na hii ni ugenini. Kesho kutwa tu hapo, sio? Yes, lakini baada ya hapo pia atakuwa na mchezo dhidi ya Fountain Gate na yeye pia atakuwa ni ugenini. Akitoka hapo atarejea Dar es Salaam Juni 24 dhidi ya Azam FC. Hii itakuwa ni Dar es Salaam Derby. Alafu atakuwa na mchezo mwingine pia Dar es Salaam hapa dhidi ya TRA ambao ni miongoni mwa wale waliomtibulia kidogo msimu huu, na baada ya hapo atakuja kumaliza na JKT Tanzania. Bana, mechi za Yanga 3 za mwisho. Hizo 3 za mwisho unawapa Yanga advantage kwa sababu 2 wanakuwa nyumbani. Lakini mechi mimi ambazo naziona ngumu, Mashujaa wako nyumbani kwao. Hata Baba Isaya naye siku hizi amekaza. Sehemu ambao nilikuwa nakwambia mwanzo kwamba Simba tu ndio wamechukua pointi 3 pale. Kwa hiyo inabidi Yanga lazima nao wapambane ili kuhakikisha kwamba hizo pointi wanazichukua. Lakini pia Fountain Gate unaona ya kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda timu yao inazidi kubadilika. Kiwango bora sana, wametoka kule China wamekuja juu. Lakini mechi ngumu zaidi ni Yanga dhidi ya Azam. Unaona ni mechi ambao wanatakiwa kufanya. Shukrani sana Nkini. Tutapata saa mwingine wa kujadili mengi zaidi. Ni Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka nikizungumza naye, lakini nikukumbusha hivi ndivyo ambavyo tumekamilisha nusu saa ya kwanza ya mshike. Leo tutakuwa na nusu saa nyingine ya pili, ila kabla siondoka kwenda kwenye mapumziko mafupi nikukumbusha tu miongoni mwa yale ambayo nitakuja kukujuza kwenye nusu saa ya pili ya mshike leo ni pamoja na haya. New York Knicks yaanza vizuri finali za NBA dhidi ya San Antonio Spurs. Wakati pia hilo linaendelea, mwamuzi kutoka Somalia Omar Abdulkader Altan hatimaye apata visa ya kuingia Marekani kwa ajili ya finali za kombe la dunia. Ni mshike. Ni Kennedy Morris. Tuende break, tutarejea. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni mshike. Tuendelee kuangazia yale ambayo tunayo mezani baada ya kugusia baadhi ya yale ambayo tumeyagusia kwa namna moja ama nyingine. Muda huu tuangalie sasa soka la vijana. Uongozi wa chama cha soka mkoa wa Morogoro umesema kwa sasa umeandaa mkakati wa kuinua vipaji vya soka vya ndani ya mkoa huo kwa kuanza kuanoa makocha wanaofundisha vituo vya kuibua na kuendeleza vipaji ili waweze kufundisha vijana soka linaloendana na mahitaji ya soko la sasa. Mwanamchezo Teresia Mwanga anaarifu zaidi kutoka Morogoro.
Kwa sasa mkoa wa Morogoro una vituo vya kukuza na kuendeleza vipaji vya soka takribani 40, na katibu wa chama cha soka cha mkoa huu wa Morogoro anasema kwamba mpango wao ni kuhakikisha ndani ya mwaka huu wanafikisha vituo 70 ambavyo vitakuwa vimesajiliwa, lakini pia vinaendesha vituo hivyo kwa mujibu wa sheria. Kama mkoa tumekuwa na mpango mkakati. Kwanza, eneo la kwanza tumeona gepu la makocha. Makocha ambao wapo kwenye akademi nyingi hawana vyeti kabisa vya ukocha, wanafundisha uzoefu. Kwa hiyo tumeona na mpira wa sasa ni wa kisasa, ni modern football ambao inahitaji walimu waliosoma na experienced. Kwa hiyo eneo tumeandaa kozi kadhaa. Nafika hivi juzi tumemaliza kozi ya grassroots na sasa tunaendesha kozi ya diploma D, tuhakikishe kabisa wanapatiwa misingi ili wakirudi kwenye zile academy tuweze kuwabadilisha kabisa watoto. Hapo zamani vituo vilikuwa vichache, sasa hivi vituo kweli kwa hakika vimeongezeka. Basi ili mtu aende vizuri, basi lazima apitie ualimu, hapo ndio tutamta mwalimu. Na sisi katika ualimu kuna hatua mbalimbali. Sasa hivi tunatilia mkazo kwa sababu tunakuwa na hizo different category, tuna lika mbalimbali. Kwa hiyo lazima walimu wapate mafunzo waweze kuelewa kila lika kuna namna ya kufundisha. Kwa hiyo hilo ulosema kweli na changamoto hiyo ipo. Kwangu mimi kuanza kunolewa kwa makocha mkoa wa Morogoro naona ni fursa, pia ni kama dhahabu, kwa sababu tunaenda kutengeneza wachezaji wazuri na profitable, na kama tunavyojua wachezaji wazuri wanaanza kutengenezwa kuanzia chini. Kwa kama mwalimu atakuwa amesoma, basi tunategemea hata watoto watakaoenda kuwafundisha atawafundisha vizuri. Mkoa wa Morogoro unaendelea kuwa miongoni mwa mikoa yenye historia kubwa ya kuzalisha vipaji hususani vya soka. Teresia Mwanga, Azam Sports, Morogoro. Tusalie hapo kwenye kuzitazama timu za taifa. Timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars imeanza kwa ushindi dhidi ya timu ya Malawi hapo jana kwenye mchezo wa kirafiki, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya michuano ya WAFCON inayotarajiwa kufanyika Julai mwaka huu. Mwakilishi kutoka wadhamini wa ligi kuu ya wanawake Run Investment, Rani Tarimo, pamoja na mchezaji wa soka Kelvin Sabato wametoa maoni yao juu ya kiwango walichokionyesha. Kwa siku ya leo tungependa kutoa pongezi zetu za dhati kwa timu ya wanawake ya Twiga Stars, ambapo hapo jana walikuwa na mechi ya kirafiki pamoja na Malawi na tukaibuka washindi. Kwa hivyo pongezi sana kwa timu yetu, lakini pia pongezi kwa timu ya Malawi ambapo pia wanaenda kufanya mechi ya marudiano na Malawi pia. Lakini kuelekea michuano ya WAFCON, sisi kama wadau wa soka, lakini pia mashabiki namba moja wa soka la wanawake, tuna imani sana na timu yetu ya wanawake, kwa sababu kadri siku ambazo zimezidi kwenda tumeona jinsi ambavyo performance yao inabadilika uwanjani, na tuna imani kwamba tunapoelekea kwenye michuano hii ya WAFCON, basi timu yetu ya wanawake ya Twiga Stars inaenda kuibuka kinara wa mashindano haya, kwa sababu tumekuwa tukiona tunafanya nao wachezaji ambao kwenye timu ya Twiga Stars tumekuwa tuko nao katika ligi kuu ya wanawake tumewaona, lakini pia makocha ambao wanafundisha hizi timu ni makocha ambao tupo nao kwenye ligi kuu ya wanawake. Kwa hivyo na imani ujuzi ambao unapatikana kwenye michuano hii na ambao unaenda kutumika kwenye WAFCON tutufikisha sehemu kubwa sana. Kucheza na Malawi ni kipimo kikubwa tu. Hamna timu ndogo kwenye jambo la mpira. Kila timu ni kubwa, kila nchi ina utamaduni wake na ina nguvu yake. Kwa hiyo unapokutana nchi yoyote, hamna katika vita, hamna adui mdogo. Adui tu. Wote unakutana naye, mkabili. Jinsi wewe unapopokea matukio, movement ambayo mechi unakutana nayo, ndio unapojifunza baadhi ya vitu na vizuri utaviona. Ama timu utakuwa speed au utakuwa technique au utakuwa wachezaji kutokuelewana vizuri. Kocha ndio anajua pale. Mechi siku zote kocha anapoagiza mechi ya kirafiki, kuna vitu anataka kuviangalia. Kwa hiyo mimi na imani mechi ni kubwa na ni sahihi kwetu na tutafanya vizuri hiyo AFCON inakuja. Tuangalie NBA sasa kupitia chaneli ya ESPN iliyopo kwenye kisimuzi cha Azam TV. Alfajiri ya kuamkia leo imeshuhudia fainali ya kwanza ya ligi ya mpira wa kikapu nchini Marekani NBA kati ya New York Knicks na San Antonio Spurs. Mchezo umemalizika kwa miamba wa ukanda wa Mashariki New York Knicks
kuibuka na ushindi wa pointi 105 kwa 95, huku nyota wake Jalen Brunson akiwa mwiba mchungu kwa Spurs baada ya kuweka kikapu pointi 30 katika mchezo huo. Nyota wa Spurs Victor Wembanyama aliyekuwa na mchango mkubwa kuifikisha timu yake kwenye fainali hiyo alifanikiwa kufunga pointi 26 katika dakika 38 alizocheza, lakini hazikuweza kufua dafu dhidi ya Knicks walioonekana kuwa bora mchezoni. Fainali ya pili itachezwa Jumamosi ya Juni 6 katika dimba la Fortress Bank Center mjini San Antonio saa 9:30 alfajiri, na utaishuhudia pia kupitia ESPN katika kisimuzi chako cha Azam TV. Na wadau wa mpira wa kikapu nchini wametoa maoni yao juu ya mchezo huo wa kwanza wa fainali ya NBA msimu huu. NBA kama mnavyojua zimeanza alfajiri ya leo, ambapo zinamkutanisha San Antonio Spurs ambaye ndo ameibuka kidedea kwenye upande wa conference ya magharibi ama Western Conference, na New York Knicks ambao ndo mabingwa wa upande wa mashariki. Game itakuwa very tight, na kama tulivyoona alfajiri ya leo New York ameweza kuibuka na ushindi ugenini kwa gap ya point kama 10. Na hii game itakuwa very tight kwa sababu ya key areas mbili. Ukiangalia kwenye inside game, Spurs wana mtu ambaye ni hatari sana, Victor Wembanyama, ambaye yuko msimu wake wa 3 sasa, na hatari yake ni kwa sababu hivyo ni mtu ana urefu wa futi 7 na inchi 3. New York Knicks wameweza kuibuka washindi against Spurs, na ni game ambayo imechezwa away. Knicks alikuwa yupo ugenini. Ni game ambayo New York Knicks waliweza ku step up sana kota ya mwisho, especially dakika 2 za mwisho. Waliweza kuwa very serious katika defense pamoja na offense. Katika timu hizi mbili mchezaji tishio sana ni 7-footer Victor Wembanyama, pamoja na kwa upande wa Knicks ni Jalen Brunson. Mashindano ya mbio za magari yanayojulikana kama Mkwawa Water Rally ya Iringa yanatarajiwa kufanyika Jumamosi na Jumapili wiki hii kwenye mashamba ya Huel mkoani Iringa. Mkwawa Rally inatarajiwa kushirikisha madereva 15 kutoka ndani na nje ya Tanzania. Mratibu wa mashindano hayo Idaya Kamanga amesema maandalizi yote yamekamilika na ushindani ni mkubwa unatarajiwa kutokana na ushiriki wa madereva wakubwa na wenye uzoefu. Yetu ina kilomita 117 za ushindani pamoja na transport. Katika kilomita 112 ni competition sections. Competition section ni section stages zenye ushindani. Alafu tuna kilomita chache za watu kutembea kwenda kuanza stage nyingine. Rally yetu ni rally ya siku 2 ambayo itaanza siku ya Jumamosi Mkwawa Factory. Tukitoka Mkwawa Factory tutakwenda Samora kwa ajili ya ceremony exhibition. Tukitoka Samora tutaelekea shamba kwa siku ya Jumamosi. As of now tuna washiriki 15 wakiwemo wa ndani ya nchi na wa nje ya nchi. Lakini ni mtanange ambao sio wa kukosa. Tunawakaribisha watu wote waje waone rally imerudi, rally ipo, rally active. Mkwawa Group of Company ni kampuni ambayo tunaishukuru sana, imekuwa na sisi bega kwa bega kwa miaka mingi kuhakikisha tunafanya mchezo huu na usianguke. Na pia kuna juniors, madereva ambao wapya wadogo ambao wako wanashiriki rally ya Iringa. Malengo yako mengi, kwanza ni burudani ya kama mashindano yalivyo, pia kuleta ushindani katika sekta ya ukimbizaji magari, ya pia burudani kwa wote, pia ni kugombania ubingwa wa Tanzania. Na katika raundi za kugombania ubingwa wa Tanzania sisi ndo tunaanza. Ndio maana naita NRC1, National Rally Championship, mzunguko wa kwanza. Sisi ndo tunaandaa kwa mara ya kwanza. Kudhamini mashindano haya tunadhani kwamba yanatija kwa sababu michezo ni sehemu mojawapo ya kuboresha ajira na pia ni sehemu mojawapo ya kutengeneza muungano katika masuala ya mshikamano wa Tanzania kama wananchi na watu mbalimbali. Kwa hiyo tunaona kama huu mchezo ni mmoja wa mchezo mzuri wa kuwaleta watu pamoja na kutengeneza umoja ambao unaleta ushirikiano uko mbeleni.
Na msimu wa 13 wa mashindano ya Mbeju Ndondo Cup yanayoandaliwa na CRDB Bank Foundation umezinduliwa rasmi leo makao makuu ya benki ya CRDB Upanga, Dar es Salaam. Akizungumza na mshike mgeni rasmi wa hafla ya uzinduzi huo, mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saad Mtambule amesema mashindano hayo ni sehemu ya kuibua fursa na maendeleo ya kiuchumi kwa washiriki. Sisi wilaya ya Kinondoni na mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla tunajivunia sana mashindano haya ya Ndondo Cup. Tunajivunia kwa sababu kupitia mashindano haya imekuwa ni kituo cha malezi, lakini cha kuibua vipaji kwenye mpira huu wa miguu, lakini pia imekuwa ni sehemu ya vituo vya biashara, kwa sababu kwenye maeneo kwenye viwanja ambavyo wanacheza michezo hii inafanyika kama pale Kinesi, pale Ubungo, mkusanyiko unakuwa ni mkubwa sana. Tunazungumza watu 10,000, 15,000 wanakusanyika kushuhudia michezo hiyo. Kwa hivyo wakifika pale pia ni sehemu ya biashara. Kwa hiyo kupitia mashindano haya ya ndondo inakuza biashara, inaibua vipaji vya michezo, inalea, lakini pia inasaidia kutoa mikopo. Timu itakaoshinda, 1, tutawapa milioni 30. 2, tutawapa tutawanunulia tiketi za kuingia kwenye zile mechi za AFCON. Hiyo ni hamasa tayari na wao ya kuweza kupata. Mshindi wa pili atapata milioni 20. Lakini washindi katika ngazi zote kutokea ngazi ya shina, kwa sababu lengo letu tufike kule chini, wote watakuwa wanazawadiwa katika nafasi mbalimbali. Mchezaji bora, shabiki bora, yani ambaye ametoa magoli mengi zaidi through the program, wote tutawaandalia. Na kuongeza thamani ya mchezo huu, la kwanza, kombe lao tunalitengenezea litakuwa la kipekee. Tutakuwa na siku maalum ya kuja kulionyesha. Jezi zao mwaka huu zitakuwa za kipekee, lakini pia medo zao tunazitengeneza zitakuwa za kipekee. Ndondo sote tunajua inawakusanya vijana wengi kwa asilimia kubwa, na tunajua Tanzania tumebahatika kuwa miongoni mwa kuwa wenyeji wa michuano ya AFCON. Tunaiona pia kama ni fursa ya kuitumia mapema kwa ajili ya kuhamasisha na kuwaonyesha Watanzania na wadau wa michezo kwa ujumla kuweza kujiandaa na kuziangalia na kuziona fursa na kuzikimbilia. Mashindano ya makampuni na taasisi mbalimbali yanayofanyika kwenye uwanja wa Chuo cha Sheria yameendelea kuwa na ushindani mkali, hali inayopelekea washiriki wa mashindano hayo kuongeza shauku ya kufanya vizuri. Mratibu wa kinyang'anyiro hicho Bakari Masud ameeleza namna ushindani ulivyoongeza mwitikio kwa washiriki. Kadri siku mashindano yanavyozidi kwenda, nafikiri mwitikio umekuwa mkubwa. Nafikiri hii ni wiki ya pili toka mashindano yaanze, na mwitikio wake umekuwa mkubwa tofauti na vile ambavyo tulitegemea. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo pia wadau, timu, kwa sababu timu nazo zinakuja na mashabiki na wadau wameongezeka. Sasa hivi simu zimekuwa nyingi zaidi, kila timu ikitaka kushiriki, lakini sasa kwa bahati mbaya ni kwamba tayari tournament imeshaanza. Upinzani ni mkubwa. Upinzani ni mkubwa kama nilivyosema kwamba unajua mwanzoni wakati tunaanza tulitengeneza kama corporate. Sawa? Kwa hiyo inavyoendelea, maana yake makampuni sasa nimeona kabisa nao wanafanya mazoezi pembeni. Kwetu ni furaha kwa sababu tunatengeneza umoja, lakini pia tunatengeneza hiyo afya ya akili, tuseme mwili mzima unakuwa active mtu, kwa sababu tunacheza na watu aina mbalimbali hapa, wengine ni wafanyakazi ambao hawapati nafasi za kucheza mpira. Kwa hiyo sisi kwetu mashindano ya Quality Chai hivyo yanatusaidia kufanya hiyo connection na watu mbalimbali. Mashindano kama haya ni muhimu kwa sababu kwanza yanaleta hamasa, vile vile yanaleta awareness kwa makampuni mbalimbali, kwa sababu mashindano ya AFCON ni mashindano muhimu sana katika nchi yetu, kwa sababu yanaenda vile vile kutangaza nchi yetu katika mipaka mbalimbali ya dunia na ya Afrika vile vile, kwa sababu ni mashindano makubwa ya Kiafrika. Kwa hiyo mashindano kama haya tunashukuru sana Quality Chai kwa kuandaa mashindano kama haya, kwa sababu yanahamasisha pia kwamba michezo vile vile sisi kama pia ni watumishi vile vile tunakuwa tunaweza kujihusisha na watumishi wengine kuweza kuhamasisha michezo vile vile, sio tu kwamba upande wa kazi vile vile, lakini hata kucheza michezo kama hii. Nayo michezo ya nusu fainali ya ligi ya maveterani inatarajiwa kuchezwa Jumapili, yani Juni 7 mwaka huu kwenye uwanja wa Azam Complex Dar es Salaam, huku mgeni rasmi akitarajiwa kuwa mbunge wa Chamazi Jafari Chaurembo ambaye ni katibu mkuu wa Veteran Tanzania Sports Promotion. Kamishna msaidizi wa polisi ACP Hashim Abdalla amewaalika wadau kujitokeza kwenye fainali hizo
Timu 4 zitakazoshiriki hatua hiyo ya nusu fainali ni pamoja na Yanga Veterans, Raja FC, Baruti FC na Kunguru Veteran ya Kilimanjaro. Mpira au michezo ni sehemu ya kujenga afya, kwa sababu mtu akishacheza akitulia tu nyumbani ni kumjengea mazingira ya kufa mapema. Kwa hiyo anapata nafasi ya kupata exposure ya kukutana na watu mbalimbali, anapata nafasi kubwa ya kuongeza umri. Kwa hiyo wadau mbalimbali jitokeze kusupport hizi timu zetu za maveterani. Nafikiri ni hatuna ligi nyingine kubwa hapa nchini ya wazee ni kama hii ya kwetu. Kwa wizara na wadau wengine nafikiri watakuwa wameona, basi waweze kutusaidia katika kupiga hatua na kuendeleza mchezo wetu huu pendwa wa mpira wa miguu. Naomba nitumie fursa hii kwa niaba ya Mheshimiwa Jafari Chaulembo, mbunge wa jimbo la Chamanzi, niwakaribishe wanachamanzi wote kujumuika na wakongwe wa soka nchini kwetu Tanzania, waone vile vipaji vya zamani kweli vipo au la. Lakini naomba niongezee, Mheshimiwa Abdalla Jafari Chaulembo ndiye atakayekabidhi medali na kombe kwa mshindi wa siku hiyo, siku ya Jumapili, na mechi itafanyika saa 10 alasiri. Kwa hiyo naomba niwakaribishe wana jimbo la Chamanzi waje waone soka. Naam, na sasa tuangazie tulionayo kwenye World Cup. We have AFCON coming up in 2027. We will the time. Utazame sasa yanayojiri kuelekea fainali za kombe la dunia ambazo zinatarajiwa kuanza tarehe 11 2026, na muda huu twende tukaungane na mwanahabari wetu Isa Suleiman ambaye ametuandalia mengi kuhusiana na michuano hiyo. Morocco kimetua salama katika michuano ya kombe la dunia mwaka 2026 na kuwa ni timu ya 7 kutoka katika bara la Afrika kutua Marekani kwenye fainali hizo. Morocco waliondoka maskani kwao jijini Marrakesh mapema jana mara baada ya mchezo wao wa kirafiki dhidi ya Madagascar ambao walipata ushindi wa mabao 4-0 wakiwa nyumbani Juni 2 mwaka huu. Wananusu fainali hao wa kombe la dunia msimu uliopita watacheza mchezo wao wa mwisho wa kujipima ubavu Jumapili ya Juni 7 dhidi ya Norway katika dimba la Red Bull Arena huko nchini Marekani. Timu hiyo imeweka kambi yake jijini New York na watacheza mchezo wao wa kwanza katika hatua ya makundi Juni 14 dhidi ya mabingwa wa kihistoria wa michuano hiyo mikubwa duniani, Brazil. Na kwingineko, baada ya kuwasili nchini Mexico juzi Juni 2 mwaka huu, kikosi cha timu ya taifa ya Afrika Kusini Bafana Bafana wameanza mazoezi rasmi ya kujiandaa na mchezo wa ufunguzi wa michuano ya kombe la dunia mwaka 2026 ambao utapigwa Juni 11 mwaka huu dhidi ya wenyeji wao Mexico. Afrika Kusini wamefanya mazoezi ya kwanza jana huko jijini Pachuca, huku wakiruhusu mashabiki wa Mexico na waandishi wa habari kuja kutazama mazoezi yao kabla ya kuendelea na mazoezi ya gym mapema hii leo. Kikosi hicho kinachonolewa na kocha wao mkuu Hugo Broos, kikiwa na wachezaji wengi zaidi kutoka ligi ya ndani PSL, kinakwenda katika mchezo huo wenye historia ndani yake baada ya kukutana katika fainali za kombe la dunia mwaka 2010 huko nchini Afrika Kusini. Ifahamike kuwa Bafana Bafana wapo katika kundi A na wenyeji Mexico, Jamhuri ya Czech na Korea Kusini, na ni miongoni mwa mataifa ya Afrika yanayopewa nafasi kubwa ya kutinga katika hatua ya mtoano ya michuano hiyo. Na tumalize na nyota wa klabu ya Manchester United na timu ya taifa ya Ureno Diogo Dalot amesema ana imani kubwa na taifa lake la Ureno kuwa litaibuka kuwa bingwa wa michuano ya kombe la dunia msimu huu linalofanyika katika nchi 3 za Marekani, Mexico na Canada. Katika maneno yake, Dalot amesema kuchukua ubingwa ni moja ya malengo makubwa ya Ureno, naye binafsi anatamani sana kuchukua taji hilo, huku rekodi zikionyesha Ureno hawajawahi kuchukua ubingwa huo licha ya uwepo wa staa wao Cristiano Ronaldo. Ureno ambao ni mabingwa wa michuano ya Euro mwaka 2016 wametupwa katika kundi K wakiwa na timu za Congo DR,
Uzbekistan na Colombia. Lakini hata hivyo, wadau wengi wa soka hawawapi nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa huo ukilinganisha na mataifa mengine kama Ufaransa. Kwa sasa Ureno wanatarajiwa kucheza michezo miwili ya kirafiki, Juni 6 dhidi ya Chile na Juni 10 dhidi ya Nigeria, kabla ya mchezo wao wa kwanza wa hatua ya makundi wa kombe la dunia dhidi ya Congo DR Juni 17 mwaka huu. Tukisalia hapo, hatimaye mwamuzi wa Somalia Omar Abdulkadir Altan ameanza mchakato wa kusafiri kuelekea nchini Marekani tayari kwa kusimamia sheria 17 za soka katika fainali hizo za kombe la dunia zitakazoanza Juni 11 mwaka huu, na hii ni mara baada ya kupata visa ya kuingia nchini humo. Taarifa kamili na Wastara Msese. Awali kulikuwa na wasiwasi mkubwa kwa mwamuzi huyo aliyejitengenezea heshima kubwa barani Afrika baada ya kubainika bado hajaungana na timu ya waamuzi ambayo tayari imeshawasili Amerika ya Kaskazini kutokana na kuchelewa kupata visa, hali iliyosababishwa na vikwazo vya wageni vilivyopo nchini Marekani kwa raia wa baadhi ya mataifa ikiwemo Somalia. Altan ni mmoja kati ya waamuzi 7 wakati kutokea barani Afrika ambao wamechaguliwa kuchezesha kombe la dunia sambamba na wenzake Abungile Tom kutoka Afrika Kusini, Beida Dehan kutokea Mauritania, Mustafa Ghoba kutokea Algeria, Amin Mohamed Amin Misri, Pierre Ato kutokea Ghana na Jalali Jaidi kutokea Morocco. Kwa upande wa waamuzi wa VAR, Afrika imetoa waamuzi 3 pekee ambao ni Lau Ben Rahman kutokea Algeria, Mahmudu Ashur kutokea Misri na Letitia Viana kutokea Eswatini. Pia FIFA imeteua waamuzi 10 wasaidizi ambao wanakamilisha idadi ya waamuzi 20 kutokea bara la Afrika ambao watasimamia sheria 17 za soka kwa kushirikiana na waamuzi wengine kutokea bara la Ulaya, Asia na Amerika. Tulikuchanja mbuga kwenye World Cup. Nyota wa FC Barcelona Lamine Yamal ameweka wazi kuwa ataendelea kuvaa jezi nambari 19 katika michuano ya kombe la dunia itakayoanza rasmi Juni 11 mwaka 2026. Taarifa hiyo imethibitishwa na shirikisho la soka nchini Hispania baada ya kuwasilisha namba za jezi ambazo zitavaliwa. Wachezaji 26 watakaoliwakilisha taifa hilo katika michuano itakayofanyika Marekani, Canada na Mexico. Uamuzi huo wa Yamal unafanana na ule wa Lionel Messi ambaye alivaa jezi nambari 19 kwenye michuano yake ya kwanza ya kombe la dunia mwaka 2006 akiwa na taifa lake la Argentina. Mara kadhaa Yamal amekuwa akiweka wazi kumhusu nahodha huyo wa Argentina kutokana na ukubwa wake katika historia ya mpira wa miguu, licha ya mapenzi makubwa alionayo kwa nyota Brazil Neymar Jr. Kumbuku Yamal anavaa jezi nambari 10 katika klabu yake ya Barcelona, huku jezi hiyo ikivaliwa na Dan Olmo licha ya watu wengi kutabiri kuwa jezi hiyo itachukuliwa na Yamal baada ya Barcelona kumkabidhi jezi namba 10 msimu mwaka 2025-26. Lakini mbali na hilo, tutazame lingine ambalo tunalo kwenye fainali hizi za kombe la dunia, kwa sababu ukijaribu kufuatilia miongoni mwa maeneo ambayo sasa hivi kila mmoja amekuwa anajaribu kuyafuatilia kwa namna yake ni pamoja na hili la kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ghana ambaye anakwenda kuweka rekodi mpya ya kuwa miongoni mwa makocha wachache waliofundisha kombe la dunia katika makala 5 tofauti, huko kocha wa kwanza kufanya hivyo ni Bora Milutinovic kati ya mwaka 1986 hadi 2002 akiongoza Mexico, Costa Rica, Marekani, Nigeria na China. Kwa upande wa Carlos Queiroz mwaka 2010 alikuwa miongoni mwa makocha ambao nyota ambao walifanya vyema kwa timu ya taifa ya Ureno, lakini 2014 Iran, mwaka 2018 ni miongoni mwa maeneo pia ambayo rekodi zilikuwa zinawekwa, na hii ni sehemu ya mafanikio kwa sababu mwaka 2010 alikuwa ni hatua ya 16 bora, lakini mwaka 2014 hatua ya makundi, mwaka 2018 hatua ya makundi, mwaka 2022 hatua ya makundi, na hii ni 2026 akiwa miongoni mwa waandamizi ambao wanatazamiwa kufanya mengine makubwa. Swali ni je, atafanya lipi? Tuangalie timu ambazo amezifundisha kutokana na uzoefu wake na uandamizi aliokuwa nao kwenye fainali za kombe la dunia, ikiwa sasa huu ni mwaka 2026. Je, timu gani ambazo amezifundisha? Mwaka 2010 ilikuwa ni Ureno, 2014 Iran, 2018 Iran, 2022 Iran na 2026 Ghana. Na 2022 utakumbuka Argentina mchezo wao wa kwanza walipoteza, na ni miongoni mwa michuano ambayo ilikuwa na mkasi kweli kweli. Bana, niseme tu mpaka hapo
hatuna la ziada. Sasa tukamilishe japo kwa muhtasari wa kukumbusha miongoni mwa yale ambayo tulikuwa nayo mezani leo kupitia Mshike Mshike ni pamoja na haya. Wachambuzi wa kombe la dunia ndani ya Azam TV wadhamiria kukonga nyoyo za Watanzania kwenye fainali hizo. Tanzania Prisons ya pania kusalia ligi kuu msimu ujao, huku wachezaji hao wakiwa wametangaziwa dau nono. Na New York Knicks yaanza vizuri fainali za NBA dhidi ya San Antonio Spurs. Mwisho wa Mshike Mshike hii leo, kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, ni Kennedy Moses. Uwe na usiku mwema.